Do you remember when I taught you on authority? Hebu unakumbuka, je, unakumbuka nilipozungumzia habari ya kuwa na mamlaka? See, you only have all authority if you haven't given it away. Sikiliza, unaweza ukawa na mamlaka yote kama haujaitoa. Read on verse 11 and 12. Mstari wa 11 na 12 hapo chini. Sura hiyo ya pili ya waraka wa kwanza Petro sura ya pili mstari wa 11 na 12. Anasema, wapenzi, na wasii kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipinganazo na roho. Muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa, ili iwapo huwasingizia kuwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Amen. See, you can't have everything. Unajua hauwezi kuwa na kila kitu. You can be in the world, you can be worldly. Unaweza ukawa unaishi duniani na ukawa na tabia za kidunia. Or you can be a alien and stranger. Na unaweza ukawa msafiri na mgeni katika dunia. You can be one or the other, you can't be both. Kwa hauwezi ukawa katika maeneo yote mawili. Unaweza ukawa mgeni katika dunia hii ama ukawa mwenyeji, ni mtu wa dunia hii. I have a question for you. Nina swali ambalo nataka kuwauliza. How many of you watch television this week? Ni wangapi ambao wameangalia television wiki hii yote? Raise your hand. Kama umeangalia television wiki hii yote. If you watch television. Kama umeangalia TV wiki hii yote, wiki yote. Raise your hand. Nyosha mkono. Did you watch TV? Uliangalia TV? Raise your hand if you watch TV. Kama uliangalia TV, nyosha mkono wako wiki hii nzima. Raise it up. Nyosha mkono. Come on. Nyosha. Let me see. Nione mikono kiasi gani. Did you watch TV? Ni wangapi wote ambao tuliangalia TV wiki hii? Wiki imeisha kabisa, yote tumeangalia TV. See? Unaona? You're not a disciple of Jesus. Wewe si mwanafunzi wa Yesu. You're a disciple of TV. Wewe ni mwanafunzi wa TV. You watch TV but you don't read the Bible. Unaangalia TV lakini unatazama TV lakini hujasoma neno la Mungu. You see a problem. Unaona shida inapoanzia. I think there's a problem. Na hisi kuna shida mahali. So who are you? Je, wewe ni nani? See, Jesus said all authority in heaven and on earth has been given to me and I give it to you. Yesu akasema mamlaka yote mbinguni nimepewa mimi, nami ninawapatieni nyinyi mamlaka hiyo yote. But when you don't know who you are, you give away your authority. Lakini kama haujitambui wewe ni nani, maana yake unakuwa umeitoa ile mamlaka yako. When you believe lies, you give away your authority. Ukiamini uongo, maana yake unakuwa umeitoa mamlaka yako. When you don't know the truth, na kama haujui ukweli, you believe lies. Utaamini uongo. Si sawa watu wa Mungu? When you don't read the Bible, you believe lies. Na kama hausomi neno la Mungu, lazima utadanganyika. What do you want to believe? Unatamani kuamini nini? You want to believe the truth or lies? Unatamani kuamini ukweli ama unatamani kuamini uongo? It's your choice. Uchaguzi ni wa kwako. See? You don't have all authority if you've given it away to the devil. Hautakuwa na mamlaka yoyote ikiwa umempa mtu mwingine mamlaka yako. See, if we don't read the Bible and remind ourselves what God has spoken to us. Na kama hatusomi neno la Mungu na kujikumbusha kile ambacho Mungu anasema juu ya maisha yetu, we go the wrong way. Maana yake tunaacha njia sahihi na tunajiendea njia nyingine. Which way do you want to go? Hivi ni njia ipi ambayo wewe unataka kuifuata kwako? Do you want to walk in light or do you want to walk in darkness? Je, unatamani kutembea ama kuenenda katika nuru ama uenende katika giza? Ni uchaguzi wako. Wake up. Hebu amka. Wake up. Amka. Hallelujah. Amka. This is serious. Hili ni jambo la makini kabisa. This is not a game. Hii sio jambo la mchezo. You only get one chance to live. Katika maisha unapata nafasi moja tu ya kuishi. You only get one life. Unapata kuishi mara moja tu. So wake up. Hebu amkeni.
I submit to you, ninawahimizeni, if you knew who you were, kama utajitambua wewe ni nani, your life would look different. maisha yako yatabadilika kabisa. I submit to you, if you knew who you were, your neighborhood would look different. Ninakuhakikishieni kabisa, kama utajitambua wewe ni nani, hata wale majirani zako watakuona wewe ni wa tofauti. Your family would look different. Hata familia yako itabadilika. I submit to you, your nation would look different. Ninawahakikishia kwamba hata taifa letu hili litabadilika. See, I love your nation. Mimi ninaipenda taifa lenu. I'm heavily invested in this nation. Na ninawekeza kabisa kwa nguvu zote kwenye taifa hili. I have given myself to this nation. Na nimejitoa kwa kabisa mwenyewe kwa ajili ya taifa la Tanzania. So I want to remind you, you have all authority. Kwa nataka niwakumbushe kwamba unayo mamlaka yote. If you will discipline yourself, na kama utakuwa na nidhamu binafsi wewe mwenyewe, if you will say what you mean and mean what you say, na kama kile utakachokisema ndicho unachomaanisha, everything will change. Kila kitu kitabadilika. You're not the tail. Wewe sio mkia. You're the head. Wewe ni kichwa. Hallelujah. You understand? Tunaelewana watu wa Mungu? So, ndio. When you say something, unapozungumza kitu, the authority of God is supposed to be released. Maana yake unakuwa umeachilia mamlaka ya Mungu. I use the illustration, huwa natumia mifano pia, of the way that some of you have ministered deliverance in the past. Na pengine wengine ambao wamekuwa wakiombea watu ili waweze kufunguliwa. You don't understand you have authority. Na wakati mwingine mtu unashindwa kuelewa kwamba unayo mamlaka. When you're ministering to demons, unapokuwa unakemea mapepo, I hear you yelling. Kuna wakati mwingine nasikia kama tunapiga kelele sana. Toka, toka, toka! You know what the demons do? Unajua mapepo yanafanyaje? Yanacheka. They don't understand. Hayaelewi. They don't understand they have authority. Hayaelewi kwamba wao wana mamlaka. They yell. Watu wanapaza sauti tu. You should be able to say, lazima usimame kwenye nafasi yako uelewe kwamba unayo mamlaka. Go out. Go out. Unaambia tokeni. No, just once. I didn't say it 3 times. Mara moja. I said once. Once. Go out. Toka. Yanaondoka. When you go for a drive, na unapoendesha out to the country, na unapoendesha gari hapa nchini, you're having fun, you're out of the city, na unatembea huko mjini, unaendesha gari lako, unafuraha. Pretty soon you're going a little too fast. Baadaye kidogo ni kama unaongeza ka speed kidogo. You come over a hill, unakutana na kamlima pale, and there he is. Na unakutana na mtu hapa. The man. Unakutana na mtu hapa. You know the man. Unamjua huyu mtu. The policeman. Polisi. He caught you. Anakushika, amekukamata. You were going too fast. Anasema wewe ulikuwa unaenda kwa speed kubwa. Does he do this? Hivi huwa anafanya hivi. Hey! Hey! Stop! Simameni, weka gari pembeni, Anainua tu mkono kake namna hiyo, alafu anafanya tu hivi. And a big truck pulls over. Gari kubwa kabisa linakaa pembeni, linapaki pembeni. Because the policeman understands he has authority. Kwa sababu huyu askari anaelewa ana mamlaka, ndio maana anafanya tu hivi. But you don't understand. Lakini wewe hujui kama una mamlaka. You're still going, toka. It's not by might. Si kwa nguvu. It's not by power. Si kwa uweza. But it's by my spirit. Lakini kwa Roho wa Mungu. Hallelujah.
There's more for us. Kwa kuna zaidi kwa ajili yetu. We have to grow up. Lazima tukue. And the only way you can grow up is if you eat this daily bread. Na njia mojawapo ya kutufanya sisi tukue ni pale tutakapokula mkate, neno la Mungu. Jesus said, say this. Yesu akasema, sema hivi. Give me this day unipe mimi mkate wangu. My daily bread. Unipe mimi chakula changu cha kila siku. He wasn't talking about a loaf of bread. Hakuwa anamaanisha mkate kama ile mikate tunayonunua madukani. He was talking about the bread of life. Alikuwa anamaanisha neno la uzima ambalo ni neno la Mungu. He was talking about the bread of heaven. Alikuwa anamaanisha mkate utokao kutoka mbinguni. Wake up. Tuamke. You're filling yourself with the wrong things. Unajishibisha wewe mwenyewe na vitu vingine ambavyo si sahihi. It's time to wake up. Ni wakati wa kuamka. It's time to grow up. Ni wakati wa kukua. It's time to turn this nation right side up. Ni wakati wa kuligeuza hili taifa la Tanzania. Sawa. Si sawa watu wa Mungu? So the district commissioner said yes. Na mkuu wa mkoa akasema sawa, nendeni. You can go to all the schools in Kigoma. Kwa hiyo mnaweza mkaenda mkatembelea shule zote za hapa mkoa wa Kigoma. All the schools are open to you. Shule hizi zote tayari mna uwezo wa kwenda kuzitembelea. He used his authority. Alitumia mamlaka yake to grant our request. Kutupa sisi kibali cha kwenda kutembelea shule. We were honoring and respectful to him. Na tulikuwa wanyenyekevu kwake na tulimtii. And he authorized us. Na akawa ametupa kibali cha kwenda. God has authorized you. Mungu amekuruhusu wewe, amekupa kibali wewe kwenda. Go. Amesema nenda into all the world. Nenda katika ulimwengu wote. Go into your neighborhood. Nenda kwa majirani zako wote. Go into your workplace. Hebu nenda huko makazini, kwenye maeneo yako huko na kufanya kazi. Go into your community. Akasema nenda katika jamii yako. And be the good news. Na wewe uwapelekee, uwe habari njema. Haleluya watu wa Mungu. Are you doing it? Je, unafanya hivyo? Tunafanya hivyo? It's awful quiet. Jamani, je, tunafanya hivyo? It's not too late. Hatujachelewa. There's still a little time. Bado tuna angali muda kidogo. If you haven't been going, you can get going. Kama hauendi basi una uwezo wa kuanza na kwenda. We heard a prophetic word on Tuesday night. Tulikuwa na It was Friday. Was it Friday? Yeah, Friday. About I'm coming soon? Yeah, Friday. It wasn't Tuesday? No, not Okay, Friday. Kwa hiyo siku ya Ijumaa tulipata hapa utabiri kwamba Yesu yu karibu kuja. Holy Spirit spoke to a sister. Roho Mtakatifu alizungumza nasi hapa kupitia one of the precious mothers of this house. Kuna mmoja hapa, mama mmoja ambaye alitoa unabii hapa. And the Lord said, I am coming soon. Na Bwana akasema niko karibu ya kuja. I am coming soon. Na kuja hivi karibuni. You better be ready. Kwa lazima ujiandae. Are you ready? Je, tuko tayari? Are you? Je, uko tayari? You're not a Christian because you're in this building. Wewe kuwa hapa kanisani haimaanishi wewe ni Mkristo. You're not a Christian because you're in this building. Wewe si Mkristo kwa sababu uko ndani ya hili jengo. If you're in a barber shop, are you a barber? Hivi ukiwa pale saluni, wewe unakuwa ni saluni? No. Hapana. If you're in a butcher shop, are you a butcher? Hivi ukiwa pale buchani, wewe unakuwa bucha? No. Hapana. If you're in this building, does that make you a Christian? Hivi ukiwa kwenye hili jengo, ukiwa humu ndani, inamaanisha na wewe umekuwa Mkristo? No. Haikufanya wewe kuwa Mkristo? No. Hapana. Let's go to the word. Tuendelee na neno la Mungu. Let's go to Matthew. Tuende katika Injili ya Mathayo.